Facebook pamoja na Instagram wamefanya maboresho makubwa sana katika namna ya kufanya matangazo ya Facebook pamoja na Instagram ili uweze kupata matokeo mazuri sana na uweze kupata kitu ambacho unakuwa unakihitaji. Na ndio maana sasa hivi imekuwa ni vigumu sana watu wengi kupata matokeo, kwa sababu bado wanafanya vile vitu ambavyo ni vya zamani ambavyo vimepitwa na wakati, vingine haviwi considered kabisa kwenye matangazo ya Facebook pamoja na Instagram. Kwa hiyo kwenye hii video nataka nikakufundishe namna ambavyo unaweza ukarusha tangazo lako katika mitandao ya Facebook pamoja na Instagram kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ikaweza kukupa matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo hakikisha unatazama hii video kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu ni video pekee ambayo itaenda kubadilisha namna ambavyo unafanya matangazo na itaenda kukupe wateja wengi ambao unawataka kwenye hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Na bila kupoteza muda, twende tukaangalie namna ambavyo unatakiwa kurusha matangazo yako ambayo yanaweza yakakupa wateja wengi zaidi katika hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Ukiingia katika account yako ya matangazo ya Facebook Ads Manager kama hivi, utakachotakiwa kufanya, kitu cha kwanza ni kuja katika hii sehemu ya create a campaign. Utakuja hapa kwenye create new campaign hapa, and then baada ya hapo utakuja utaselect hizi ni objective, kwa maana ya malengo ambayo unayo ya kuweza kufanya matangazo. Unataka kufanya awareness, traffic engagement, leads, application promotion, ama unataka matangazo ya kuuza. Kwa utakuja utaselect hapa kwenye sales, and then uta continue kama kawaida. Ukisha continue itadepend pia na speed ya internet yako. Hatua ya kwanza itakuwa ni hatua ya campaign. Hapa kuna some basics ambazo unatakiwa kuzielewa vizuri, ambapo hapo utakuja utaandika jina la campaign yako. Hii alionekani popote, hii ni kwa ajili ya kumbukumbu zako binafsi. And then baada ya hapo utathibitisha baadhi ya taarifa hapa kuhusiana na campaign yako kwamba ni tangazo la sales. And then hapa kuna advantage catalog. Kama unatumia catalog unaweza kaiacha, au kama unataka kutengeneza matangazo ya kawaida unaweza ka switch off. And then utashuka huku kuangalia vitu vingine. Hapa kuna sehemu ya kufanya budgeting. Kuna budget ambayo utaifanya kwenye campaign level, lakini kuna hii ambayo utaifanya katika ad set level. Hivyo ndio nimevizungumzia kwenye video ziko kwenye channel. Unaweza kutafuta video ambayo inahusu kitu specific and then ukaangalia vizuri. Kwa mimi nitaenda moja kwa moja hapo. Utakuja utachagua budget yako. Hii haina maana yoyote hapa, japo kama unafanya testing hakikisha unaigawa budget kwa namna ambayo ni sawa, lakini kama ni campaign yote kiujumla it's fine, unaweza ukaiacha kwenye campaign. Hapo ukaja kuweka budget, ambako tuna budget za aina mbili, daily budget pamoja na lifetime budget. Hapo utakachotakiwa kukifanya ni kuiacha katika daily budget, lakini unaweza pia ukatumia lifetime budget. Uzuri ni kwamba ukitumia daily budget, tangazo litakuwa linakatwa kila siku zinavyoenda. Kwa maana ni kwamba hata ikitokea budget yako imeisha na tangazo linafanya vizuri, unaweza kaongeza budget na ukaendelea kupata matokeo mazuri bila kuathiri mchakato wa matangazo, kwa maana ya meta ads process. Pia lifetime budget sipendelea sana kushauri mtu atumie lifetime budget, kwa sababu hii itakulimit vitu vingi sana. Unaweza kurusha tangazo likaanza kukupa matokeo mazuri baadaye sana, kwa unakuta pengine linaenda kukupa matokeo mazuri ndio linaelekea ukingoni mwa ile budget ambayo ulikuwa umeiweka. Kwa hiyo inakuwa kidogo ni ngumu kwa ajili ya kuweza kuendelea kukupa matokeo yale mazuri, na tangazo likipause likaendelea tena na koga ni mchezo tena wa kubeti, na kuwa una uhakika kama litaendelea kufanya vizuri, kwa sababu utarudisha mchakato nyuma. That's why wanapenda kutumia hii daily budget ili ndio kupata matokeo ambayo yako vizuri. Hapa kwenye budget ita depend na budget yako, wanashauri zaidi at least ukianzia $5 kwa soko la Bongo inaweza kawa iko vizuri. Baada ya hapo utashuka, utakuja huko. Kama unataka kufanya AB testing unaweza kaiwasha, lakini kama wanaenda moja kwa moja unaweza kaachana napo. Pia hapa kuna sehemu ambayo unaweza ukaelezea kama ni kampeni ambayo ni specific, kama ni tangazo ambalo linaegemea kwenye category yoyote. Kuna categories nyingi sana hapa. Kuna hizi kwa mfano kama ni huduma za kifedha, masuala ya ajira, housing, masuala ya real estate, hayo sijui masuala ya kisiasa, inabidi uweze kuselect. Lakini kama haihusiani na hivi, wewe utaendelea moja kwa moja. Na hizi zipo kwa sababu kuna sehemu ambazo kufanya matangazo ya aina fulani huwa yanakuwa yana sheria zake. Kwa mfano tukisema masuala ya kifedha, kuna baadhi ya sehemu ambazo huwa kidogo inakuwa ni ngumu sana kuweza kuaccept baadhi ya huduma. Lakini kwenye upande wa politics kuna sehemu ambazo matangazo ya politics yanakuwa yana sheria zake, inabidi ufanye ili ufanyaje ili kidogo isiwe inaathiri watumiaji wengine. Kama yusieni na hapa unaweza ukaacha hivyo moja kwa moja, and then ukaja next kama hivi. Hapa tutafika katika hii level ya ad set, sehemu ambayo inahitaji vitu vingi sana uweze kuvielewa kiundani, na nafikiri kila kitu hapa nimekizungumzia kwenye video zangu nyingine. Unaweza ukaenda ukazitazama kwa ajili ya kupata knowledge zaidi. Kwa mimi nitaenda juu sana. Hapa itakuwa ni sehemu ya kuselect sehemu ambayo unataka kupeleka wateja wako. Kwa hiyo utaangalia kama unataka kuwapeleka wapi. Let's say mimi nataka
niwapeleke kwenye website. Kwa hiyo nda select ni website hii hapa. Kwa tayari, and then baada ya kuselect website ndakuja hapa kwenye kuweka performance goal. Nataka Instagram na Facebook waweze kupima kitu gani. Imebaki kwenye conversion, waweze kunipimia katika wateja ambao watakuwa wanakuwa converted kwenye hiyo website. Kuna ziko nyingi sana performance goals, ziko nyingi sana hapa. Kuna hizi ya ku maximize number of landing page views, maana yake wa focus zaidi na kuletea watu ambao watakuja tu kuview hiyo website yangu, kitu ambacho si lengo langu. Si ku maximize number of link clicks, watu wanao click, si lengo langu. Mimi lengo nataka nipate wateja. That's why ni lazima niache katika hii performance goal ya kwanza ambayo ni ya ku maximize number of conversions. Taacha hapo, and then nitashuka hii sehemu ambayo nitakuja kuselect hiyo pixel kwa ajili ya kuweza kupata ile ambayo pixel ambayo niliweka kwenye website kwa ajili ya kutrack. Na nimezungumzia sana habari ya pixel, unaweza kaangalia video zangu nyingine. Kwa hapo unakuja utaselect tu hiyo pixel ambayo umeitumia kwenye hiyo landing page ama website. Hapo utaachana napo, utakuja hapa hii sehemu ya budget. Kumbuka tumeshaifanya katika ile level ya kwanza, lakini kama ulitaka kuja kufanya budget katika hii sehemu ya ad set, unaweza pia ukaja ukafanya hivyo. Hapa kuna sehemu ya tarehe, unataka kuweka tarehe ngapi mpaka tarehe ngapi, ni wewe ndio utaamua unaweka wapi. Mimi wanapendelea kutokuweka sehemu ya mwisho ya tarehe, kwa maana ya end date. Huwa sipendelei kabisa kuweka, kwa sababu kama nilivyozungumza, tangazo linaweza likaanza kunipa matokeo mazuri. Kwa hiyo kama linaelekea mwisho, itakuwa ni vigumu sana kuja kuliwasha tena likanipa kitu ambacho nilikuwa nakipata. Kwa hiyo at least niwe na uwezo wa kulizima tangazo pale ambapo litanipa matokeo mabaya tu, lakini kama linanipa matokeo mazuri, liendelee kubaki kwa muda wote ambao litahimili. Kwa hiyo kwenye masuala ya tarehe hapo wanapendelea zaidi kuweka starting date, and then ending date yenyewe na iacha tu nitaamuliwa na aina ya matokeo ambayo nayapata. Nitakuja kwenye upande wa targeting hapa ya location, kwa maana ya targeting ya location ambayo nataka nipeleke tangazo langu. Itadepend na wewe unataka kupeleka wapi. Let's say mimi nataka niache tu ibakie hapa Tanzania, nitafanya hivyo, nitaiacha Tanzania kama kawaida hapa. Then baada ya hapo nitashuka. Hapa kuna baadhi ya vitu unaweza pia ukavifanyia kazi hapa. Kwa mfano minimum wage, yani ule umri ambao at least tangazo lako lionekane. Huwa napendelea zaidi kama ni bidhaa ambazo ni serious sana, unaweza ukaja ukaweka moja kwa moja zile bidhaa ambazo unahisi wanaweza wakataka watu wazima sana. Unaweza click hapa and then ukaangalia umri ambao unakufaa. Kama ni 18 tu, hata wa 18 na wafaa, basi unaweza ukaachana napo, then ukaendelea na huduma nyingine. Hapa kuna sehemu ya kuweza ku-exclude some audience. Nimezungumzia pia katika video zilizopita. Kwa hapa ni sehemu ambayo unakuja kuchagua audience ambao unataka isione kabisa tangazo lako. Kama ni wale ambao wamewahi kukufollow, wale ambao wamekufollow tayari, wale ambao wamelike video zako, wale ambao sijui wameengage na wewe kwenye account yako, unaweza kaamua ku-exclude ili ufikie watu wengine wapya. Language utaiacha kama ilivyo, and then hapa kwenye suggested audience unaweza pia uka-add some direction kwa ajili ya Facebook na Instagram, uweze kupata direction ambayo wataifanya kwa ajili ya kukupa matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri. Kwa hiyo hapo utakuja utaangalia range, labda utakuja utaweka jinsia hapa unaotaka, and then hapo kuna some demographic interest pamoja na behavior watu ambao unawataka. Kwa mfano let's say mimi tangazo langu nataka wale wanao manage page za biashara. Nitakuja hapa nitaandika labda business page admin. Takuja hapa business pages admin, mimi nitaweka hapa ili niweze kuwafikishia hawa Facebook page admin ambao wana manage na interests zote ambazo unaweza ukataka. Usiweke nyingi sana, weka zile ambazo ni kwa ajili ya direction to Instagram na Facebook waende wapi. Hiyo ndio kidogo itakuwa na wafadhali sana. Baada ya hapo ya targeting itakuwa imetosha, kwa sababu targeting nyingi sana sasa hivi nimesema inabidi uifanyie katika ad creative kule. Hapo inatosha sana kuweza kushow direction Instagram wapite wapi na wakakupa matokeo ambayo ni mazuri. Hapa utaachana napo pia, and then utashuka kwenye placement. Placement hapa ni sehemu ambazo tangazo lako litenda kuonekana. Huwa na shauri napo upaache, kwa sababu Instagram wao wanaweza wakaamua ni wapi ambapo kunaonekana kuna wateja wako, and then wao wakaweza kukupa wateja bila changamoto yoyote ile. Inakuwa ni rahisi wao kuweza kuamua wapeleke tangazo lako sehemu gani. Baada ya hapo utakuja next katika hatua hii ya mwisho, ili uweze kuangalia baadhi ya vitu vingine ambavyo unataka kuvifanyia matangazo yako.
Utaanza hapa juu, utaandika jina, ili nao ni kwa ajili ya kumbukumbu zako. Utakuja hapa, utachagua hizo pages ambazo unataka kuzitumia kwenye kuonyesha hayo matangazo yako. Facebook itakuwa hapa page, Instagram itakuwa hapa, lakini pia Thread nayo itakuwa hapa. Utashuka chini kwa ajili ya kufanya hiyo setup sasa ya tangazo lako. Hapa ni sema ambao unaamua unataka ile source ya creative yako itoke wapi. Kwa mfano hapa tuna hii ya kutumia ku create tangazo ambalo ni mpya, kuna hii ya kutumia existing post ambayo ni the same na boost post, japo huku unakuwa tayari umeshaweka vitu vingi sana kwenye tangazo lako. Kwa unaweza pia ukaenda ukalitumia ile tangazo ambalo tayari umeliposti ama umeliweka katika ile account yako ya Instagram, ama unaweza kutumia hizi mockup ambazo tayari zipo kwa kutumia hii Creative Hub ili uweze kutengeneza tangazo lingine, depends na wewe unataka kufanyaje. Kwa hiyo let's say sisi tutatumia hii ya ku create new ad. Ndaiacha hapo, and then nitakuja hapa kwa ajili ya kuamua hizo media zinatoka wapi, hizo picha na video zinatoka wapi. Kuna hii ya kutumia advantage plus catalog. Kwa mfano kama una hizo sources za Spotify, labda hizo catalog zako za WhatsApp pale, unaweza kufanya hivyo, lakini kama unataka kuziupload tu manual, basi unaweza kaachia hapo, and then nitakuja kwa chini hapa, utaamua format sasa ya media ambayo unataka kuitumia. Hizi ni kama format za matangazo. Kuna hii ya flexible ambayo hii sasa itakuwezesha wewe kuposti hizi media nyingi, lakini Instagram na Facebook wao ndio watakuwa wanaangalia okay, ipi inaonekana vizuri, ipi inafanya vizuri, ili wao waweze kukupa kile ambacho wateja wako wanakitaka, kile ambacho watakipenda sana watu, ndio hicho ambacho watakuwa wanakitumia wao zaidi. Lakini kuna hii ya kutumia single image or videos, kuna hii ya carousel ambayo unaweza kupost even mpaka picha 10 hivi, na kuna hii ya collection the same kabisa na ile ambayo inatumia catalog. Wewe ndio utaamua utatumia ipi. Let's say sisi tutatumia hii ya single image pamoja na video. Hapo utaiacha kama ilivyo, and then utakuja hapa kwenye destination. Destination hapa ni sehemu ambayo tunakuja kuweka sasa zile taarifa za sehemu ambayo tunataka tuwapeleke wateja wetu. Kama kule tulichukua ile ya website, kama nake hapa tutakuja tutaweka hiyo website ambayo tunataka kuitumia kwenye matangazo yetu, ndio tutaiweka hapo, ambayo sasa ndio hiyo ina taarifa za zote ambazo zinahusu tangazo letu, ambako tutapelekea watu, tutapeleka watu ambao watakuwa wanaona hilo tangazo. Hiyo email, hiyo link utakuja utaipaste hapa. Na baada ya kuipaste hapo pia unaweza kaja ukaipaste hapa pia, and then kwa chini hapa kuna some icon ambazo unaweza kaziweka pia kama alternative ya kuwasiliana na hawa watu ambao watakuja kwenye hiyo website. Kwa mfano kuna WhatsApp, kuna hizi nini, japo itadepend na wewe unataka nini. Mtu akiliona tangazo akienda kule kwenye landing page, na maana kwamba kule kwenye website kutoka kuna taarifa nyingi hivi, hata hizo za mawasiliano. Kwa hiyo unaweza nikaachia hapa kwenye none ili isiwe shida sana, tusije tukaanza kuwavuruga hawa wateja wetu. And then nitashuka huku kwenye kupakia hizo creative, ndakuja hapa, nitaamua ni video ama ni picha. Let's say sisi tunataka tupandishe ni video, click hapa, and then itafunguka kama hivi. Hapa itaanza pia kuweka hiyo link, utaweka hiyo link. Baada ya link utakuja kwenye sehemu ya media like this. Huko ndio utaangalia hizo media, na hapa inakupa zile ambazo nyingine umeziposti na nyingine ambazo hujaziposti, ambazo tayari ulishaziwekaga kwenye account yako ya matangazo. Kwa hiyo let's say sasa sisi ya kwetu huku haipo, tunataka tuipandishe tena, tutakuja sehemu ya kuupload, and then itaenda ikakufungulia zile files ambazo zipo kwenye kompyuta yako ama simu yako, and then utaweza kuzi-upload. Lakini in case kama hapa tayari umeshaiona, basi inakuwa ni rahisi, wewe uta click tu kama hivi, and then utaenda next. Next kama hapo unaweza kaifanyia some editing, kama unapunguza hiyo video urefu ama unafanyaje, hapa unaweza ukafanya hivyo. Ukiona kama iko sawa, uta skip na continue, ambayo nitakuja hii sehemu ambayo ni ya muhimu pia, sehemu ya placement zote ambazo tulizichagua kule, basi hizi format ndio zinazokubalika. Kitakachotokea hapa ni kwamba kama tangazo wewe umelichukua la format moja, size moja, manake let's say ni size ya zile video za kukaa kwenye stories, na maana kwamba hii video ya ambayo tumeichagua sisi ya mraba, tukitaka ikaonekane kwenye stories pale, manake itakuwa hivi yani itakuwa imekata baadhi ya sehemu za tangazo letu. Yani kuna uwezekano baadhi ya sehemu ambazo zilikuwa na detail muhimu sana za kwenye tangazo letu zisiweze kuonekana kwa sababu zitakuwa zimekatwa kulingana na placement husika. Yani hapa ni kwamba Instagram na Facebook wanaiforce sasa hii picha au video ambayo tunaiweka ikafiti kwenye ile placement, na wakiforce kama hivyo lazima kuna baadhi ya sehemu ziondolewe ili iweze kufiti pale. Kwa ndio maana huwa nasema ni lazima uwe na size zote za maeneo yote ambayo unataka kuyatumia ili iwe rahisi kuweza kufanya hayo matangazo yako kiurahisi kabisa.
Kama utakuwa umeshazipata hapo, kama zipo nyingine utaanza tu kurepress kama hapo, ukiklik inafungua kwenye details zako zote huku, unakuja unapakia hiyo ambayo inaendana na hicho kitu ambacho ulikuwa unakitaka ili iweze kufit. Make sure inakuwa hapa kwenye hii aspect ambayo ni original. Unakuja pia kwenye hii hapa, unaangalia hapo kwenye original. Ukija hii hapa pia unaweza ukarepress kama hivi ili upate ile ambayo inafiti kulingana na hiyo placement yenyewe. Hapa ndo tunakuwa tumepata ile ambayo inafiti kila sehemu. And then tutaenda next kama kawaida. Hapa utakuja utaweka sasa ile caption, kwa maana ya caption ya tangazo utakuja utaiweka hapa. Ile headline utakuja utaiweka hapa kama kawaida, and then utaangalia call to action ambayo unataka kuitumia. Unataka kutumia call to action ipi? Hii ya learn more, ziko nyingi sana. Hii ya download, get offer, buy ticket, book now. Zita depend na aina ya destination ambayo umeichagua. Kama ni WhatsApp inaweza kukuletea labda text as on message on WhatsApp, labda contact us, lakini kwa sababu tumechagua hii ya website ndio maana wametupa hizi call to action ambazo zinaendana na call to action ambazo zinaweza kutumika kwenye hiyo website. Let's say sisi tutachukua hii ya shop now. Then baada ya hapo tutakuja kwenye next. Description haina maana sana kwa sababu tutakuwa tumeshaweka ile primary text yetu ambayo ni sawa na caption. Tutakuja tu next kama hivi, and then hapa kuna some advantage plus creative, kwa maana ya matumizi ya some AI hapa kwa ajili ya kuboresha hilo tangazo lako. Utaangalia nayo kufaa ambayo unaona haiwezi kaathiri performance ya tangazo lako, and then ukiona umechukua inayo kufaa utabonyeza done kama hivi, kwa sababu utakuwa umeshamaliza. Kwa hiyo utakuja hii done. Sasa zile media ambazo tumezichagua zote zitakuwa zimekuja hapa, ambapo unaweza ukaja ukafanya preview ya kuziangalia zote, ama unaweza ukaja pia ukafanya preview kubwa kwa ajili ya kuangalia nani zote ambazo umezipandisha, namna ambavyo zitakuwa zinaonekana kwenye kila placement, namna kama hii. Hiyo ni sehemu ya kufanya review. Then utamaliza kama hivyo, utashuka sasa. Baada ya kuwa tumeisha pandisha hizo creative zetu, hapa itakuwa inatuonyeshia kwamba tumetumia advantage plus audience, advantage plus creative zipi, zile AI ambazo tumezitumia, ambazo pia unaweza ukaja ukaedit hapa ili kuondoa zile ambazo haziendani ama zinaweza zikakuletea impact mbaya. Huko kwingine hakuna shida yoyote, manake hapa tuko tayari kwa ajili ya kuweza kulipublish hili tangazo letu. Kwa hiyo hapo tutakuwa tayari tumeshapata hii account yetu, ili tangazo letu liko sawa. Kinachobakia ni kuweza kulipublish ili liweze kwenda katika hatua nyingine. Kwa hiyo hii ni njia rahisi sana ya kuweza kufanya matangazo yako ambayo yatakupa matokeo mazuri sana, achana na boost ambayo umekuwa ukiitumia sana. Hizi ni njia ambazo unaweza ukajifunza kiurahisi hivi na ukapata matokeo ambayo ni mazuri. By the way, nina program ambayo inaweza kukurahisishia kujifunza hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza ukarusha matangazo yako kiundani zaidi, lakini pia itakupa vitu vingi sana ambavyo vitakusaidia kuweza kuboresha biashara. Na kumbuka pia ni program ambayo inatumiwa na more than 500 business owners pamoja na wafanya biashara wengine ambao wanaitumia kwenye matangazo yao na biashara kiujumla katika hizi platforms za Facebook pamoja na Instagram, na unapata matokeo ambayo yako vizuri. Na kwenye program utapata vitu vingi sana, utapata tutorials ambazo zinazungumzia hizi hatua zote kiundani kabisa, hatua kwa hatua, lakini pia utapata mifumo mbalimbali ambayo itakurahisisha kuweza kufanya biashara, lakini utapata mbinu nyingi ambazo unaweza ukazitumia kwenye biashara zako na ukauza bila hata kutumia matangazo ya kulipia. Even kuna bonus ya kupata mentorship ya mwezi mzima kwa wale ambao watapata nafasi ya kuweza kujiunga kwa huu mwezi kujifunza hiyo Kasi Formula. Kwenye description ya video hii kuna link nimekuwekea hapo, imeandikwa Kasi Formula. Nenda kabonyeza ile link and then ikasoma yale maelekezo. Kama utaona inakufaa, basi utajoin moja kwa moja, na kama utakuwa una chance, kwa sababu nafasi ni chache sana, huwa anachukua watu wachache kwa ajili ya kuweza kuamudu na kuwasimamia vizuri kwenye kujifunza kwao. Kwa hiyo nenda kaangalie, kama utakuta nafasi bado zipo, itakuwa ni bahati yako. Usahau kusubscribe, lakini pia usahau kushare hii video kwa mtu wako mmoja, itakuwa ni vizuri zaidi.